kuna vitu ambavyo vinaambatana na mtu ambaye yupo katika mazizi ya kondoo. Amina. Lakini Daudi alitolewa pale. Napenda nikutamkia kwamba na wewe ambaye unanisikiliza katika usiku wa leo, ndio kuna jambo Mungu ataenda kulifanya. Anakutoa katika vifungo vya mazizi kwa jina la Yesu. Anakutoa katika vifungo vya maeneo ambapo kila siku pengine una dalili za kuota ndoto za ajabu. Ndio. Ndoto za kuota upo kijijini kila siku. Ni kweli. Ndoto za kuota uko mashambani kila siku. Ndio. Ndoto za kuota uko maeneo ya kale. Amina. Ambayo pengine uliishi zamani. Sasa hivi uko mjini, lakini bado unaota uko mazingira fulani machafu. Ndio. Unaota ndoto uko mazingira machafu, mazingira ya vumbi, mazingira ya matope, mazingira yasiyokuwa na hali ya kawaida. Amina. Maana yake bado upo mazizini. Amina. Kwenye zizi. Naomba msomaji tanisomea neno la Mungu kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Amina. Tunakwenda kuona ahadi ya Mungu. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura yake ya 2 mstari wake wa 8. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Huminua mnyonge kutoka mavumbini. Ndio. Humpandisha mhitaji kutoka jahani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirisi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Amen. Amen. Amina. Huyu ni Mungu wetu. Sasa anaingia kwenye familia yako. Amina. Anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Mavumbini ni wapi? Amina. Ndio yale mazingira machafu ambayo tunayaota kwenye ndoto. Ni kweli. Ndio zile tabia chafu ambazo huwa zinajirudia rudia. Amina. Yaani kuna maisha fulani ya mavumbini ambayo bado watu wanaendelea nayo. Ndio. Yanawafanya wakae katika vifungo fulani. Ni kweli. Vifungo vya kiroho. Amina. Vinawafanya watu wanashindwa kupiga hatua za kiroho. Wanakuwa bado wapo kwenye mazizi. Amina. Ndio maana anasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpeleka kuketisha pamoja na wakuu. Amina. Ili akakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Ndio. Katika kiti cha enzi cha utukufu kuna baraka za Mungu. Amina. Lakini kila ukiangalia maisha yako, ndio, zile baraka hauzisogelei. Ni kweli. Zile baraka hauzikuti. Ndio. Zile baraka zimewekwa mbali na wewe. Amina. Ni lazima utolewe mavumbini. Ni lazima utolewe mazizini ili upate kuzipokea hizo baraka. Ni kweli. Lakini kama usipojua maarifa ya Mungu, unabaki mazizini. Amina. Kama usipopata neema ya Mungu, ndio, unabaki mazizini. Amina. Lakini leo nakutangazia, leo neema ya Mungu imekufikia. Kwa jina la Yesu. Bwana amekuona. Leo anaenda kukutoa mazizini. Anaenda kukutoa mavumbini. Usiku leo unaenda kuinuliwa. Leo utainuliwa kutoka mavumbini na uketishwe mahali pa wakuu. Kwa jina la Yesu. Utawezaje kuketi mahali pa wakuu wakati bado uko mavumbini? Haiwezekani. Haiwezekani. Amina. Ndio maana ilibidi Daudi atolewe kule mazizini, ndio, ili aje apigwe mafuta na Bwana kwa ajili ya kazi ya kitumishi. Amina. Kwa ajili ya ufalme ambao ameandaliwa na Mungu. Ndio. Taenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Amos 7 mstari wa 14 na wa 15. Amina. Hawa ni watu ambao Mungu aliwainua, akawatoa katika hali walizokuwa nazo mwanzo, akawabadilishia maisha. Amina. Unapobadilishiwa maisha, manake kila kilichokuwa mwanzoni hakitaki kuambatana na wewe tena. Amina. Ambacho ni cha kale, ambacho ni cha uharibifu, ambacho ni kifungo. Unapoingia maisha mapya, ya kale yote yanakuwa yamekwisha, unaingia kwenye maisha mapya. Tusome kitabu cha Amos sura yake ya 7. Ndio. Mstari wa 14. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, ndio, mimi sikuwa nabii, wala sikuwa mwana wa nabii, bali nilikuwa mchungaji, na mtunza mikuyu. Mstari wa 15. Naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi, ndio,
Bwana akaniambia, enenda watabirie watu wangu, Israeli. Ndio 16 hapo. Amina. Haleluya. Amen. Amosi anasema wazi ya kwamba mimi wala sikuwa na ndoto ya kuwa nabii wala kuwa mwana wa nabii. Amina. Lakini Mungu alinitoa huko nilipokuwa nikichunga, akaniweka kuwa nabii niwatabirie Israeli. Amina. Haleluya. Amen. Vivyo hivyo Mungu akikuchagua akupe kazi yake, ndio akupe maono ndani yako, ndio ni lazima akutoe mazizini. Amina. Lazima akutoe kwenye vifungo vya kale. Amen. Tunaposema mazizi, ninazungumza kwa habari katika ulimwengu wa roho, ni vifungo vya kale, ndio vifungo vya zamani, ndio mambo ya asili. Ndio kuna watu wana vitu vyao vya asili ambavyo hawataki kuviacha. Ni kweli. Anaweza akawa amesema ameokoka, lakini bado kuna vitu anavifanya sirini. Kuna matambiko anaenda kuyafanya nyumbani. Amina. Kila mwezi fulani ikifika lazima akafanya matambiko. Ndio. Lazima akafanya vitu fulani vya kishetani. Amina. Akidhani ya kwamba anamtumikia Mungu. Ndio. Lakini napenda nikwambia kwamba Mungu akikuteua, kinachofuata ni kukutoa mazizini. Amina. Nisomee kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 70 na wa 71. Amen. Dalili za mtu aliye mazizini ni dalili gani? Kitabu cha Zaburi sura yake ya 77. Ndio. Mstari wa 78 mstari wa 70 mpaka 71. Kitabu cha Zaburi sura ya 78. Ndio. Mstari wa 70 na wa 71. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Akamchagua Daudi mtumishi wake, ndio, akamwondoa katika mazizi ya kondoo. Akamchagua Daudi alafu akamwondoa katika mazizi ya kondoo. Huwezi ukachaguliwa alafu ukaendelea kubaki kwenye mazizi ya kondoo. Ni kweli. Ndio maana kuna watu wengi hawabarikiwi, hawafanikiwi. Amina. Ndoa hakuna, kibali hakuna, magonjwa yanajirudia, kwa sababu bado wapo kwenye mazizi ya kondoo. Ndio. Wewe angalia maisha yako hapo ulipo. Je, kuna magonjwa yanayojirudia rudia? Ndio. Je, kuna magonjwa ambayo ni ya kifamilia? Ndio. Familia nzima mnaugua ugonjwa unaofanana. Ni kweli. Maana yake ni ugonjwa wa mazizini, kwenye zizi. Ndio maana wote mna share. Amina. Familia zingine zinasema sisi kansa ndio ugonjwa wetu. Amina. Sisi kisukari ndio ugonjwa wetu. Ndio. Lakini leo nakutangazia ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi leo kwa ajili ya kukutoa mazizini, kwa jina la Yesu. Kama vile alivyomtuma Samueli, ndio, akamwambia nimejipatia mfalme. Amina. Katika nyumba ya Yese. Ndio. Nenda ukamtie mafuta. Amina. Leo nimetumwa kukutia mafuta kwa jina la Yesu, ya kwamba utolewe mazizini kwa jina la Yesu. Dalili za ajabu ambazo zinakufanya ujitambue mwenyewe. Ndio. Unakuwa unapiga hatua, alafu unarudi tena nyuma. Amina. Unaenda kama unataka kufanikiwa, ndio, kama unataka kufunguka kiuchumi, lakini kuna jambo linatokea, ndio, linakurudisha pale pale ulipokuwa. Amina. Maana yake upo mazizini, kwenye zizi. Leo Yesu akusaidie kwa jina la Yesu. Leo Yesu akufungue kwa jina la Yesu. Leo Yesu akutoe leo. Na kuna vitabia fulani ambavyo umeshindwa kuviacha, ndio, dhambi fulani umeshindwa kuziacha. Wengine katika ndoto zao wanatenda dhambi. Ndio. Wengine wanaota ndoto za kuingiliana ndani ya familia. Amina. Unaota unalala na kaka, ama unaolewa na kaka, ndio, ama na mjomba, au inatokea kweli katika matukio yaliyojitokeza katika kukua kwako, yaliwahi kukutokea. Amina. Hizo ni dalili za kufungwa kwenye mazizi ya ukoo, ya mazizi ya kifamilia. Amina. Haleluya. Amen. Nisomee Samueli wa kwanza 16 tuone Daudi alivyowekwa mafuta. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. Ndio. Mstari wa 11. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Wako hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo
Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Mstari wa 12. Ndio. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa ni la kumpendeza Bwana. Yes. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta. Ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Mstari wa 13. Hapo. Amina. Ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Amina. Haleluya. Amina. Tunaona ya kwamba Daudi, familia pale, mtumishi amefika kwenye familia. Amina. Anafanya ibada. Lakini Daudi hayupo. Hakuwepo tangu mwanzo wa ibada. Ndio. Lakini Mungu akiamua jambo lake, Mungu lazima atalitimiza. Atatimiza. Ninatamka ya kwamba leo hata kama umesaulika miaka na miaka, leo Mungu ameshaamua leo, na atakutoa mazizini kwa jina la Yesu. Akamwambia, je, wa familia yako yote iko hapa? Amina. Watoto wako wote wako hapa? Akasema yupo mmoja. Amina. Mmoja ndio wewe unayenisikiliza katika redio hii leo, na kutangazia ya kwamba neno la Mungu limefika nyumbani kwako leo. Neno la Mungu limefika mahali popote ulipo usiku wa leo, ya kwamba leo unatoka mazizini kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Kuna vitu vinakutokea vinakuonyesha wazi ya kwamba uko kifungoni. Ni kweli. Na ni kifungo cha zamani. Kwa nini unaota ndoto bado uko nyumbani kijijini? Kwa nini unaota ndoto bado unalala kwenye nyumba ya zamani? Umeshajenga nyumba mpya, lakini bado ile nyumba ya zamani ndipo unapolala. Amina. Yaani ukifunga tu macho, ndio unajikuta huko kwenye nyumba ya zamani kijijini, nyumba ya kale, ndio kijumba cha majani. Amina. Maana yake katika ulimwengu wa roho upo kwenye mazizi. Amina. Leo Yesu akutoe kwa jina la Yesu. Leo Yesu akufungue kwa jina la Yesu. Dalili mbaya za mtu aliye mazizini ndio ni ndoto za kuolewa na ndugu. Amina. Ndoto za kuzaa na ndugu. Amina. Ndoto za kuona ndugu zako wako hawana nguo katika utupu. Amina. Sababu maandiko yanakataa kisheria ya kwamba usifunue utupu wa dada yako, wa baba yako, wa mama yako. Lakini hizo ni tabia za mazizini. Kwenye mazizi wote wanakuwa pamoja. Amina. Hajulikani baba ni nani, ndio hajulikani mama ni nani, hajulikani binti ni nani. Amina. Sasa haya ni mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Ni kweli. Tuone jinsi Mungu alivyokataza. Amina. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi, ndio haya mambo yote yamekatazwa. Tusomee mtumishi wa Bwana. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 6. Nitashuka nayo. Shuka nayo. Roho Mtakatifu afunulie maandiko. Amen. Mtu yoyote aliye wa kwenu asimkaribie mwenzie aliye wa jamaa yake ya karibu. Sasa katika mazizi wanakaribiana. Amina. Ndio maana unaota ndoto umelala na kaka yako, umelala na dada yako, umelala na wazazi. Amina. Leo Mungu aingilie kati kukutoa katika hayo mazizi. Leo tuendelee tuone mambo mengine ili kufunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Bwana amekataza. Mstari wa 7 anasemaje? Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako ndio usifunue, maana ndiye mama yako. Usifunue utupu wake. Yes. Mstari wa 8 wale wanaoota ndoto wanaona wazazi wao au watoto wao hawana mavazi, ndio au pengine wanalala nao kabisa. Amina. Hizo ni roho za mazizini, kwenye zizi. Ndio maana unaona haufanikiwi. Amina. Kabla ya jambo zuri kutokea kwenye maisha yako, ndio lazima uione hiyo ndoto. Amina. Na ukishaiona tu mambo yote yanabadilika, yanaharibika. Ni kweli. Manake unarudishwa tena mazizini. Amina. Wewe muangalie Daudi, kwa nini familia nzima yuko pale lakini yeye hayupo? Amina. Manake alikuwa na roho ya kukataliwa, ndio roho ya kutengwa. Amina. Roho ya kuchukiwa. Amina. Kijiji kizima wanajua ya kwamba huyu mtoto ndio ametengwa. Amina. Hataki kuwepo kwenye ibada. Hataki kuwepo kwenye sehemu ya furaha maporini. Hataki sehemu ya maana, hataki kuwepo. Amina. Ndio maana hata anapokwenda kuwasalimia kaka zake wakati wako vitani, wanamwambia wewe kijana unatakiwa uwe wapi? Mazizini au maporini ukichunga ng'ombe na kondoo. Amina. Kuna watu wanaweza kukataliwa tu. Ni kweli. Hata ukiajiriwa sehemu
unakataliwa, amina, haukubaliwi. ni kweli. Leo utanipigia simu kwa jina la Yesu ili nipate kujua tatizo lako liko upande gani, wapi, na nitakuombea leo, ndio, na nitatamka leo mafuta ya Bwana yatamiminika juu yako kwa jina la Yesu, ili utoke mavumbini, amina, ili utoke mazizini. Naomba uandike hii simu, amina, 0765 260 692. Naomba uandike, kama utaniandikia message mapema niandikie, amina. Nitakapofungua kwa ajili ya kusikiliza simu nitakuambia. Wengine walio wajanja wataandika kabisa message, nitakuombea kupitia message yako. 0765 260 692. Endelea msomaji kwanza. Amina. Mstari wa 8. Utupu wa mke wa baba yako usifunue, maana ni utupu wa baba yako. Utupu wa baba yako. Mstari wa 9. Ndio. Utupu wa umbu lako, binti ya baba yako, ndio, au binti ya mama yako, ndio, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu, au kwamba alizaliwa kwingine, ndio, utupu wake huyo usifunue. Sasa hii inaendelea. Amina. Sheria hizi ni kali, ni nyingi. Amina. Lakini vitendo hivi kwenye familia zetu vimefanyika sana, na vimefanya watu baraka haipo. Amina. Vimefanya watu ndoa hazipo. Ni kweli. Leo nalalamika kwamba siolewi, lakini kwenye familia yenu ndio kuna mtu alishakutamkia kwamba wewe ni mke wangu. Amina. Babu alishasema kwenye zizi, bibi alishakumiliki. Amina. Jamaa yake ndani ya zizi wewe ulishaolewa. Amina. Wanapokuja vijana kutaka kukuoa, wanakuta wewe tayari ni mke wa mtu, mke wa babu. Katika ulimwengu wa roho ndio ulishaolewa. Ni kweli. Mimi nitawaje tena mke wa mtu? Haiwezekani. Ulimwengu wa roho umekataa. Amina. Nguvu za giza zimesha kukamata na una ndoa halali. Amina. Ndoa ya mazizini. Manake kila zizi lina madhabahu yake. Amina. Katika ulimwengu wa roho. Tunaposema zizi tunazungumza ukoo. Ni kweli. Tunazungumza familia. Ndio. Tunazungumza eneo. Kuna watu wengine wamefungwa na maroho ya maeneo walipozaliwa. Amina. Kila siku naota upo shule ya msingi uliposoma. Amina. Manake kuna zizi la hiyo shule. Amina. Sio peke yako unayeota hivyo. Ni kweli. Wengi walipitia hapo na wao wanaota hivyo. Amina. Na hawapigi hatua. Amina. Hawasongi mbele. Ndio. Yaani katika ulimwengu wa mwili wewe ulishamaliza chuo kikuu. Ndio. Lakini katika ulimwengu wa roho bado uko shule ya chekechea na kipenzi na kisketi umekivaa. Amina. Leo Yesu akutetee. Kwa jina la Yesu. Atamka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mamlaka zote zilizokushikilia. Ndio. Mazizi yote yaliyokushikilia leo yanaenda kukutapika. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Wewe muangalie mtu kama Ibrahimu. Ndio. Ibrahimu alizaliwa katika familia ya kichawi ambayo ni zizi kamili, zizi la matambiko, la uganga. Amina. Mungu akashindwa kumbariki pale. Watu wanamuona ni mtu ambaye ni tasa, wanamuona ni mtu ambaye hajabarikiwa, wanaona ni mtu ambaye hajafanikiwa, lakini Mungu anataka kumbariki. Atambarikije ndani ya lile zizi? Ni ngumu. Amina. Ikabidi Mungu atoe amri, toka kwenye hilo zizi. Amina. Naomba tusome kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 1 tuende nao mpaka wa 3. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 12 ndio mstari wa 1 na wa 3. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako, na jamaa zako, na nyumba ya baba yako. Manake toka kwenye zizi la kwenu. Amina. Ndio. Uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Ndio. Mstari wa 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina lako. Ndio. Na uwe baraka. Mstari wa 3. Endelea. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlani. Ndio. Na katika wewe jamaa zote za duniani
watabarikiwa. Watabarikiwa. Amina.